Unajua rafiki, kuijua personality yako au kuijua haiba yako ni chanzo mojawapo ambacho kitakusaidia kuweza kuendelea vyema katika maisha yako, kuishi kwa amani katika maisha yako, kutambua ni upi udhaifu wako ulionao kutokana na haiba ambayo Mungu amekujalia kwayo, kutambua ni mazuri yapi ambayo unaweza kuyafanya kutokana na haiba ambayo uko nayo. Na katika elimu yetu ambayo tunaendelea kujifunza hii ambayo ni ya saikolojia, kuna mambo mengi ambayo tutakwenda kujifunza kwayo, na faida mojawapo ya kitu ambacho kitatusaidia kuweza kujifunza katika siku zote, jambo la kwanza ambalo ni faida sana la kutambua hii elimu ya saikolojia ni kuweza kutambua tabia za mtu yuko vipi kiundani zaidi. Itakusaidia kuweza kujijua wewe ni nani. Kwa nini ni mkali sana huyu fulani? Kwa nini yeye ni mpole sana huyu fulani? Kwa nini anapenda sana kukaa ndani pasipo kuchangamana na watu? Kwa nini fulani anapenda sana kujumuika na watu wengi mara kwa mara? Kwa nini fulani huyu ana uwezo mzuri katika uongozi lakini mimi siwezi? Ni kwa sababu gani? Ni kwa namna ambavyo ameamua kutambua haiba yake awali. Ukijua haiba yako, kwa hiyo hiyo ndio faida ya kwanza. Jambo la kwanza, itakusaidia kuweza kujua tabia ya watu kiundani zaidi katika darasa letu ambalo tunaendelea kujifunza ndani ya mtandao huu wa kijamii. Na vile vile jambo la pili ambalo itakuwa ni faida kwako kupitia hii elimu ambayo utajifunza, jambo la pili ni namna ya kuweza kutabiri nini ambacho kinaweza kikamtokea mtu baadaye. Haimaanishi kwamba wewe ni nabii, la hasha, lakini utakapotambua haiba ya mtu, personality yake iko vipi, unaweza ukamwambia kwamba kuna tukio fulani likitokea lazima utatokea jambo fulani. Mfano, unaweza kashangaa labda katika mahusiano, kashangaa mahusiano yako yameweza kuvunjika. Kuna wengine ikitokea hali kama hiyo lazima atalia. Kuna mwingine labda kuna jambo ambalo alikuwa amekusudia kulipanga, kulitenda, lakini kutokana na haiba yake inafikia wakati hatimizi lile lengo ambalo alikuwa amekusudia kulipanga. Aidha, kuna mwingine alikuwa ametengeneza nature kusema ngoja leo nitengeneze ratiba, lazima ratiba nikitengeneza nitaifanyia kazi siku ya kesho. Unakuta leo ataifanyia kazi, lakini kesho ikifika maamuzi yanabadilika. Ni kwa sababu gani? Kuna nature au kuna kitu ambacho iko nacho ndani yake, lakini sema tu wengi wetu bado hatujafahamu ni kitu gani. Kwa hiyo unaweza kujua kwa nini mtu huyu anachelewa jambo fulani kulitenda, kwa nini mtu fulani anabadilisha maamuzi mara kwa mara, kwa nini mtu fulani hana kalenda nzuri ya matukio au hana kalenda nzuri ya kuweza kupangilia mambo yake na kuyafanyia kazi kwa wakati. Hicho tutajifunza katika elimu yetu hii ya saikolojia. Jambo lingine inatusaidia kuweza kutambua vizuri kabisa ni yapi mazuri na ni yapi madhaifu ambayo mtu uko nayo. Elimu ya saikolojia ina nguvu na kusaidia sana rafiki yangu. Unajua ni vigumu sana mtu kuweza kutambua kwa nini amefanikiwa endapo hajajua ni yapi madhaifu yake na ni yapi mazuri yake. Endapo ukitambua, cha kwanza ukajua personality yako iko vipi, haiba yako iko vipi, hiyo itakusaidia kuweza kutambua kufanikiwa. Usione watu wengi wanafanikiwa tu, mtu anakuwa bilionea, mtu anakuwa ni mtu maarufu, haijiji vivi. Hapo awali anakuwa amekwisha kujitambua yeye ni nani na kitu gani ambacho ana uwezo wa kukifanya na kitu gani ambacho hawezi kukifanya, na je, ili nikifanikishe jambo kulifanya ni kitu gani nikifanya, ni mbinu ipi nitumie kwa ajili ya kuweza kufanikisha jambo hilo. Kwa hiyo kupitia elimu ya saikolojia ambayo inakusaidia kuweza kutambua tabia yako iko vipi, kujijua personality yako au haiba yako iko vipi, hii itakusaidia kuweza kufanikiwa katika mambo yako. Lakini jambo lingine ambalo la msingi tujue ya kwamba kila mtu Mungu amemuumba kwa namna ya tofauti ili awe msaada na tegemezi kwa mtu mwingine. Hiyo ni kitu cha msingi ambacho inabidi ukifahamu na tutaendelea kujifunza kupitia hii elimu yetu ya saikolojia. Lakini jambo lingine, inatusaidia kutambua namna gani ya kumpata mwenzi sahihi. Kupitia hii elimu ambayo utajifunza, mpendwa, utajua ni yupi mwenzi aliye sahihi katika maisha yako. Usione tu kwa nini natengeneza mahusiano na huyu, mara kidogo mahusiano yamevunjika. Aidha unakuta umepata mwenzi wako ambaye yeye ni ana nature fulani vya ukali sana, ni mtu akufokea sana. Umekosea kidogo tu ameshaanza kukukosoa, umeenda kidogo against na yeye anachokitaka tayari ameshakasirika, na wewe unafikia maamuzi ya kushindwa kuvumilia jambo hilo, unaamua kuvunja mahusiano naye. Hapo ni kwa sababu tu haujatambua haiba yake, haujajua personality yake, huyu mpendo iko vipi. Kwa hiyo kupitia hii elimu yetu ya saikolojia itakusaidia kutambua ya kwamba mimi kama ni sanguine, au mimi kama ni choleric, au mimi kama ni phlegmatic, ni aina gani ya mtu ambaye ninaweza kujoin naye katika mahusiano na tukaishi vizuri kabisa katika ndoa.
tutakwenda kujifunza katika elimu yetu hii ya saikolojia. Kwa hiyo kuwa makini katika darasa hili ambalo tutaendelea mara kwa mara, kama nilivyowaambia kwamba tutadumu kujifunza kila itwapo leo. Kwa neema ya Mungu uweze kujijua iko vipi. Ni ngumu kufanikiwa kama haujajitambua, na ni ngumu kufanikiwa endapo haujajua madhaifu yako ni yapi. Mungu akubariki sana.